Naam, wananiita ze kila mtu mbadi mitamboni na hapa nijifunze mixing ndani ya mitambo nazidi kusababisha popote pale usikiapo sauti hii basi jua ni sauti ya Simba mitamboni nazidi kukiwasha nazidi kuchana mawimbi nyundo ya kupasulia kokoto nazidi kuwabonda bonda vijana kuwalainisha bana usijiulize ni nani nimekusha jitambulisha hapo mwanzo. Lakini leo nimekuja na somo hili hapa, somo pendwa kabisa, somo kali ambalo litakutoa sehemu litakupeleka sehemu nyingine kwa wewe ambaye unataka mambo ya music production. Bana nimekuletea hili hapa somo jinsi ya kupiga beat ya asili kwa mara nyingine. Nilifundisha kwa mara ya kwanza lakini nafundisha kwa mara nyingine kwa sababu kuna mtu anatakiwa aelewe, kuna mtu anatakiwa atoke hapo alipo, achane mawimbi, afike anakotaka. Lakini kama ukiniona sifahamu, pita hii video kwa sababu unachafua matangazo, unaharibu bando. Pita mbali sana kwa sababu kuna mtu ambaye inatakiwa hii video imfikie na wala sio wewe. Kwa hiyo nakutadharisha usimalize bando lako ukiona kila mtu mbadi, bado sijajua, bado sijafika level zako. Pita mbali usimalize bando lako kudadadeki. Walioko juu tunawafuata huko. Bana hebu ngoja nikuonyeshe kwanza ni namna gani nimelifanya ili beat, alafu namna gani na wewe unaweza kufanya. Tunaangalia upande wa kuimba, tunaangalia na upande wa chorus. Tutafika pote na nitawaelekeza pia kwa wale ambao hawajaona video ya kwanza na wao wafaidike. Lakini kwa wewe ambaye umeona video ya kwanza, twende moja kwa moja tuchane mawimbi. Ni 0755291047 ukitaka kunicheki WhatsApp, ukitaka kunipigia piga hiyo namba, ukitaka masample, mavinanda na nini za kila mtu mbadi, nipo kwa ajili ya hizo issue. Oya sikia kitu alafu twende tukaone namna gani nilifanya. Ililia hivyo upande wa kuimba, ililia hivyo, lakini upande wa chorus ikalia hivi. I say kudadadeki inazidiwa. Ngoja nifanye kupunguza kwanza hizi. Tusikie. Ingawa ina suwa lakini hatuwezi kusema kwamba tuache, hatuwezi kuacha. Tutapitia namna gani nilifanya na namna gani nilifanikiwa kupiga beat hii. Naam, twende sasa tukaona ni namna gani nilifanikiwa kufanya beat kama ya namna hii, na huku ikalia tempo ndogo, huku ni 91 lakini huku inazebeza 129. Haya, twende. Kitu cha kwanza hapa kuna vitu vingi kama 24 hivi, kwa hiyo kuwa mstarabu tutafika. Kitu cha kwanza hiki hapa nilifanya, hiki nilikitoa kwenye Flex. Nikitoa kwenye Flex hiki hapa. Utasoma na wewe. Hii hapo, hii nikawa nimeipiga ikalia hivi. Nikawa nimepiga huo unyamwezi. Kwa hiyo nilipopiga hivyo, nikaendelea kitu cha pili hapa, hiki hapa nilitoa kwenye purity, nilikuja hapa kwenye bass, nikaja kwenye bass namba 3 hiyo hapo, na yenyewe hii bass namba 3 nikaicheza hivi, nikawa nimecheza hivi.
Sio kwamba ndio bezi ambayo ilikuwa inalia kwenye muziki wangu, yenyewe inalilia juu hapo. Lakini kitu cha 3 hapa nilikitoa kwenye Purity pia. Nilikuja hapa kwenye piano nikachukua hii hapa imeandikwa tin. Tin hiyo, Purity hiyo. Nikapiga hiki hapa. Nadhani unanipata swada hata kabisa, unanipata. Kitu cha 4 hapa nilikuja nikadouble. Nilipiga kwenye Purity hii hapa. Wide hapa nikapiga hii hapa. Lina. Aya, nikawa nimecheza hivi. Aya, ilipocheza hiyo nikaona kama vile bado haijatosha, nikaenda kwenye more fine. Nikachukua hii hapa inaitwa Lady Dark. Aya, hiyo na yenyewe ikalia hivi. Unaona tukizima. Kiwasha hii. Nikawa nimepata hiyo soundi kwenye kitu changu cha 4. Lakini kitu cha 5 nilipiga bezi lenyewe sasa. Bezi lenyewe ni la umumu kwenye fuelo. Nadhani umeliona hata logo yake hiyo. Ila hapo sasa. Na siku zote nazungumza kwamba ukitaka hicho kipitch ni kwamba piga hii ya juu. Piga hiyo ya juu, alafu chukua haka hapa, bonyeza haka kawake, piga hapa. Na ndio maana unaona mimi nimeweka hapa. Kwa popote nilipoweka haka itapichi. Yaani ni must pitch. Kitu cha 6 hapa nilipiga kwenye contact, nilichukua lock kit kwenye drum. Lock kit kwenye drum hapo, hata kama una contact, angalia tu library zako ambazo zina sound poa. Pata tu library yako nayo sound poa. Nikawa nimepiga sasa drum zangu, zile drum hizi hapa. Nikawa nimezipiga hivyo hizi hapa. Nikawa nimepiga hivyo, zinataka kuwa kama na kalaza ka 7 hivi, lakini is not 7. Tunaendelea. Kitu cha 7 hapa nilipiga bezi. Bezi na lenyewe ni la umumu. Kwa sababu hizi nyimbo huwa zina bezi nyingi. Zina bezi nyingi hizi. Kwa hiyo hili hapa. Hilo ni bezi langu kwenye kitu cha 7. Ni bezi langu. Lakini kitu cha 8 hapa, cha 8 nilipiga kwenye contact pia. Nilipiga kwenye contact, nilipiga pale kwenye lock kit hiyo drum. Nikapiga kick. Kwa hiyo nikawa nimepiga kiki kwa staili hiyo kwenye lock kit hapo drum zile ambazo nilionyesha mwanzo. Lakini kingine tena ni hapo kwenye lock kit hapo nikapiga kitu hiki hapa. Nikawa nimepiga mapakasheni yangu hapo kwenye lock kit. Lakini nikaendelea kitu cha 10 nikapiga snare zangu hapa. Nilipiga snare
hizi ni za humu sasa, masample tu ya humu ndani ya nanili ya FL ya FL. Ndani ya FL nikapiga vitu kama hivi hapa. Vikawa vimecheza kama snare zangu ndo zilicheza kama hivyo. Lakini kitu cha 11 sasa. Kitu cha 11 na venyewe nilidouble pia. Hapa sasa kwenye 11 maana yake nilihama sasa. Nilipofika vitu 10 nilimaliza kutengeneza mzunguko wote wa kuimba. Sasa nilipofika 11 nikahama, nikaanza kupiga biti jingine sasa ambalo ndio 7 sasa, hiyo ambao wanaimbia sasa. Chorus tunaita, sio 7, chorus. Kwa hii chorus nilienda kwenye Nexus, nikaenda kwenye guitars, nikachukua mute guitar hizo. Haya, nilipochukua hizo mute guitar hizo nikazipanga zikalia hivi. Upande wa chorus sasa nikaona hizi mute guitar bado, nikachukua zingine tena hapa, hizi hapa, nikazipanga zenyewe hivi, zikawa zinalia hivi. Paka hapo unakuja kuona kabisa kwamba ile feeling ya chorus imeanza kupatikana tu baada ya kuzifanya zikawa ziwe mbili. Baada ya kuzifanya tu ziwe mbili, chorus kabisa ikapatikana hii hapa. Sio kazi, fanya tu mazoezi leo, kesho kutwa, tayari umeshafahamu. Lakini kitu cha 12 nilipiga kwenye flex, nikaja nikapiga hii Bosun kama vile. Nikawa nimecheza ikalia hivi. Unaiona hiyo? Ikawa unyama unyamani. Kwa endelea kufanya mazoezi leo, kesho nimekwambia utafahamu tu. Mimi nina uhakika utafahamu. Sio kwamba eti kila mtu alianza tu, hata hao unaowaona ni wakubwa, sio kwamba walianza tu. Hawakuanza tu, wamehaso, wamesota. Kuna hii hapa kitu cha 13 nilipiga kwenye flex, nikachukua hii D tuned kwenye flex hapo, nikawa nimekacheza kakalia hivi na kenyewe. Tumeshafika kwenye chorus. Haya, kakalia hivyo wako, lakini hatukutoshea hapo wazee, tukaendelea. 14 tunachana mawimbi ndani ya mitambo. Nimeshakwambia ni nyundo ya kupasulia kokoto, nazidi kuwa bonda vijana. Lakini kitu kingine hapa nilipiga snare, na zenyewe nilizichukua tu mumu kwenye masampo yetu, zikalia hivi. Nadhani unaziona zenyewe hata kama nisipofungua. Pa pam pam pam. Bas, nadhani umeziona hata kama nisipofungua. Nikaendelea kitu cha 15 nilienda hapo kwenye rock kit, nikapiga kick tu full style kwenye sample zetu zile za rock kit. Nadhani hapo hata kama nisipofungua pia mtu umeshani understand kwamba nilifanya nini. Lakini kitu kingine nilienda hata kwenye flex hapa. Msijua flex ni limo mumu kwenye nilitumia sana vitu vya FL kwa sababu wengi sample mnakuwa hamna vinanda, mnakuwa hamna vinanda. Nikachukua hiyo D tuned nikaipiga tena hivi. Yapo. Nikawa nimezabua namna hii hapo, nikapiga namna hiyo. Tunazidi kuchana mawimbi. Haya. Kitu cha 17 nilienda kwenye rock kit pia. Nikawa nimepiga hiki hapa. Ni vifilimbi tu nadhani. Sio lazima pia kuvifungua. Kitu cha 18 hapa nilipiga bass letu la umumu. Bass la umumu nililipiga sasa, likawa limefuata sasa hivi, likawa limelia hivi.
bezi langu likawa limelia hivyo. Lilipolia hivyo bezi, nikaendelea laumu kwenye FL yako. Lakini kitu cha 19 kumbe hewa 19 hamna issue. Tukaendelea 20, nikachukua tena na sample zingine nikaunganisha na ile lock kit nilipiga vimakofi, yani snare za tofauti, kwa sababu hizi beat huwa zinahitaji kubadilika. Kwa hiyo hata snare zako unatakuwa unafika mahala fulani unabadilisha snare. Kwa hiyo snare zangu zikawa zinapiga hivi. Zikawa zinapiga hivyo, lakini nikaongezea tena kingine hapa. Napiga hivi. Ukawa unyama sana, lakini kitu cha 21 nilipiga hivi hapa. Vinaona tu vinajibu hivi. Tunaendelea kuchana mawimbi. Ni Zekila Mtumbadi hapa mitamboni. Haya 20 na ngapi? Na 2 ambao ndio 21, kwa sababu kule moja ilikuwa haina. Nilienda kwenye contact hapa. Nienda kwenye contact label hiyo 900 hiyo. Haya, jamaa 900 hiyo. Nikaenda kwenye electronic piano hapo. Nikapiga hizi hapa, zikaenda zinalia hivi. Ilipolia hivyo hiyo, nikaona bado kuna kitu kinapelea. Nikaenda pale tena nikaongezea hii hapa. Ikalia hivyo. Ikawa imesaundi kama hivyo. Wananiita Zekila Mtumbadi mitamboni, inazidi kusababisha. Kitu cha 13 nilienda hapa kwenye Beson hapa, nikakawa nimekapiga hivi. Nikakabutua namna hiyo. Kana kenye kanacheza kwenye chorus, ni chorus pote tunamopita ni chorus. Lakini kitu cha mwisho nilipiga bezi tena ili hapa. Nikawa nimemaliza Zekila Mtumbadi kupiga vitu vyangu. Paka hapo ndio nikawa nimepata hii beat. Kwa hiyo endapo kama mtu ukifatisha tu ukafata pote ambamo humo mimi nilimopita, nina uhakika kabisa utapata beat ya namna hii. Na hata kama hautapata ya namna hii, utapata asilimia kidogo raza ya beat ya namna hii. Na endapo utapata asilimia kidogo ya raza beat hii, hebu muamini Mungu kwamba umeweza. Ipo siku utapiga kitu kikali zaidi ya hiki. Yaani mpaka utakuwa unasema, kumbe Zekila alikuwa na kiwango kidogo tu hivi. Mbona mimi napiga sana? Lakini wakati huo unapiga sana, mimi nitakuwa napiga zaidi. Tutakuwa tumechana mawimbi yote. Bana kula beat kidogo, alafu nenda kafanye mazoezi sana.